Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mitambo ya kuchoronga inayowekwa na serikali katika maeneo ya wachimbaji wadogo imeanza kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya madini. Wachimbaji wadogo ambao kwa miaka mingi walitegemea ushirikina na waganga wa kienyeji sasa wameanza kuamini sayansi na teknolojia. Mheshimiwa Leonard Bugomela, diwani wa kata ya Bomba Mbili, amesema kuwa elimu juu ya teknolojia imeanza kuzaa matunda na mauaji yaliyokuwa yakichochewa na imani potofu sasa yamepungua. Amesema kuwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka mazingira rafiki kwa wachimbaji, ikiwemo kufungua masoko ya ndani na nje na kuwainua wanawake katika uongozi. Ameongeza kuwa mageuzi haya yameleta matumaini, usalama na tija kwa maelfu ya wachimbaji nchini. Katupa fursa sisi baada ya kutoka kwenye mazingira ambayo yalikuwa magumu kipindi cha huko nyuma. Kwa hiyo ukiangalia hii miaka minne kuna changes kubwa sana. Kwanza ukija ukaangalia kwamba maeneo ambayo tulikuwa tunachimba zamani, tulikuwa tunachimba maeneo, ukiingia unakuta kuna leseni kubwa za wawekezaji, wengine wa nje na wengine wa ndani ya nje, lakini wamehodhi zile leseni na wazifanyii kazi. Kwa wachimbaji wadogo wadogo walivyokuwa na baini, wakifanya utafiti, wakipata dhahabu wanakuja wanaondolewa. Lakini hilo toka mama aingie madarakani katika muda wa miaka minne hakijawahi kutokea cha mtu kufukuzwa kwenye eneo. Matokeo yake wamekuwa wakiendelea kulasimishwa hayo maeneo. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tulikuwa nalo eneo letu la hifadhi la Kigosi ambalo mama amesema hapa kuna dhahabu. Na ukiangalia mle wanyama, tumeingia mle hata wanyama tuwaone. Kwa mama akaamua kulibadilisha lile eneo, akalibadilisha, akaliweka katika matumizi ya uchimbaji wa madini ya dhahabu. Zimegawiwa leseni. Mara awamu ya kwanza ni leseni takriban 3,000 na sasa hivi kuna leseni takriban 2,000, na awamu ya 3 taarifa ambazo walikuwa wanatueleza mkuu wa mkoa, kuna awamu ya 3 tena takriban leseni 3,000. Kwa hiyo tunaongelea takriban kama leseni 10,000. Ni kitendo ambacho hakijawahi kutokea hapa nchini. Kwa hiyo lazima tumpe maua yake Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Amekwenda kuonyesha mambo ambayo ni makubwa zaidi. Lakini ukiachana na habari ya Kigosi, hata maeneo mengine tukisema kwamba sasa tunachimba na tunapata, lakini ni uchimbaji upi? Kwanza ni yeye baada ya kuzunguka nje ya nchi, amezunguka akiwa anaonyesha hiyo, anazindua, anaonyesha hiyo filamu yake ya Rotua, lakini bado amekaribisha wawekezaji wengi sana. Ndio unavyoona sasa hivi hata teknolojia tunao Wachina ambao wanakuja kutupa ile technical support. Sasa hivi wamejaa kila sehemu. Unapoona wamejaa kila sehemu na mali zinapatikana kwa wingi. Uzalishaji unakuwa ni kubwa kwa sababu wanakuja na teknolojia ambayo sisi tulikuwa hatuna. Tuna teknolojia nyingi ambazo wamekujaza, lakini pia kwa wenzetu wanafanya kazi sana kuliko sisi. Kwa hiyo ukimwajiri Mchina anafanya kazi kubwa kuliko kuajiri sisi wazao. Na sio kwamba anawabeza, lakini hawa wanaleta chachu. Wanapoleta chachu, kwa hiyo tunajifunza na kuona kwamba kumbe tunao uwezo sasa hivi sisi wa Tanzania kuajiri wa China. Sababu kuna watu wanafikiria kwamba Wachina wanakuja tu kama matajiri kuja kuwekeza. Kuna Wachina ambao wanakuja kuomba ajira, tunawaajiri sisi. Kwa hiyo sisi sasa hivi tuko juu kwa sababu ya mama, mambo aliyoyafanya. Imefikia hatua ambayo ilikuwa sio rahisi mimi kumwajiri Mchina. Leo mimi namwajiri Mchina anakuja kufanya kazi kwangu. Tunaendelea kuwashukuru STAMICO, wametuambia kwamba kuna mashine ambazo zimeshakuja na wataendelea kutupa mashine ili kwa ajili sasa ya hizi leseni ambazo tumekwenda kupewa na mama, hizi leseni ili tuzifaidi vizuri. Tunatakiwa sasa tupate hizo mashine kwa ajili ya kufanya utafiti kutoka katika Wizara ya Madini. Tukipata hizo mashine zitakwenda kuturahisishia kuweza kupata madini kwa urahisi na kuelewa sasa hazina ya leseni yako ina nini pale chini. Bila kufanya hivyo, hizi hela tunazopata wengine ambao imani zao zinakuwa ndogo, asipopata mashine kama hizi anaweza kaenda akatafuta kwa njia nyingine hata ya kuaminishwa kwa waganga wa kienyeji kwamba mwamba unapita hapa, kitu ambacho sio rahisi. Lakini tunapopata hii mitambo inarahisisha sasa kuondoa hii njia ya watu kwenda kwa waganga wa kienyeji, ambako anaweza akaenda akaambiwa bwana, hapa ili ufanye vizuri unatakiwa upate hata unyoya wa rubino,
au upate kichwa cha mtoto mchanga. Ndo sasa tunapopata teknolojia tunakwenda kuachana na zana kama hizo ambazo mpaka sasa hivi zinaendelea kupungua kwa sababu ya elimu tunayopewa, lakini bado pia na sisi kama viongozi. Mimi pia ni kiongozi wa Gerema, ni mweka hazina wa chama cha wachimbaji mkoa wa Geita Gerema. Kwa tunaendelea kutoa elimu kwamba hauwezi ukaaminishwa na mganga wa kienyeji kwamba mwamba huko. Hapa ni mambo ya kisayansi. Utaamini tu utakapopata mtambo, utadilili na utakuonyesha sample, mtapeleka. Bahati nzuri tunazo maabara, tunashukuru sasa hivi maabara ni nyingi kila kona. Kwa utakapokwenda kupima itaonyesha kwamba katika eneo lako hapo, katika umbali wa mita kadhaa, mzigo upo kiasi fulani. Kwa hiyo moja kwa moja tutakuwa tumeshafuta haya mengine, tutapunguza na mapanga na nini na mambo ambayo yasiyofaa. Hakuna sababu, hakuna haja ya mtu kutafuta umaskini tena. Nasema hivyo kwa sababu gani? Unapokwenda kutorosha madini ya dhahabu, kwanza uelewe uchimbaji tunaochimba sasa hivi. Inajulikana kabisa kwamba pointi fulani kwa Leonard Kiganga Bugomora leo amepata kilo 5. Lazima ziende kwenye mlolongo, zisajiliwe kutoka point A, baadaye zitakuja point B mpaka kuenda kwenye soko. Kwa baadaye wakija kufuatilia wakashindwa kuziona hizo zimeenda wapi, ni rahisi sana kukamatwa. Kwa utakwenda kukamatwa, utakwenda kufilisiwa, unanielewa? Sababu itakuwa ni hujumu uchumi. Ukishakuwa mhujumu uchumi, lazima utafilisiwa, itakuletea shida. Wakati huo bei tulionao sasa hivi kwenye soko ni bei kubwa. Kwa nini ufanye utoroshaji? Lakini bado mazingira ni rafiki ya kibiashara. Kwa nini ufanye utoroshaji? Kwa mimi nawasihi tu ndugu zangu, rafiki zangu, wafanya biashara ambao tuko nao kwenye tasnia ya uchimbaji, hamna sababu ya kupita njia za panya. Dunia imeshanyoka. Tunapofanya hivyo tunaiuzi serikali. Hata watu wanaotusaidia wanatuona kama kwamba sisi hatufai tena. Mama, yani sina shaka Oktoba naona kama vile iko mbali, ambao naamini ni kwenda kudhibitisha tu, alafu mambo mengine yaweze kuendelea na sisi tuendelee kukaa kwenye nchi ya raha na amani ambayo tunajivunia kama nchi yetu. Madini ni maisha, madini ni maendeleo, madini ni kila kitu. Bila yeye wakati mwingine haya maneno tusingeyasema. Mohab TV, Geita.